Je, umewahi kuhisi umechoka kwa sababu watu wanakutumia kupita kiasi, wanakuvunjia heshima, wanakudharau au wanakuona kama huna msimamo? Na sasa, hebu niulize swali moja la ndani sana. Ni mara ngapi umewahi kusema ndiyo ilhali moyoni ulitaka kusema hapana? Kisaikolojia, kushindwa kuweka mipaka kunasababisha mambo makubwa. Stress inayoendelea, kupungua kwa self-worth, hata kuingia kwenye depression na burnout. Lakini habari njema ni hii. Kila mtu anaweza kujifunza kuweka mipaka na kila mtu anaweza kuhakikisha inaheshimiwa. Na usiondoke mpaka mwisho, kwa sababu nitashiriki mbinu moja ya kisaikolojia inayotumika kwenye mafunzo ya viongozi wa kijeshi na makampuni makubwa duniani kuhakikisha watu wanaheshimu mipaka yako bila mabishano wala ugomvi. Kabla hatujaanza safari hii, hakikisha umesubscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya, bonyeza alama ya kengele, like hii video na uishare na rafiki mmoja ambaye anahangaika kwa sababu hajui kuweka mipaka. Na kumbuka, mipaka sio ukatili, ni namna ya kujiheshimu. Na unapojiheshimu, wengine watakuheshimu pia. 1. Tambua thamani yako. Kisaikolojia, mtu asiyeona thamani yake huwa rahisi kutumiwa. American Psychological Association APA ilionyesha 85% ya watu wasiojiamini wanashindwa kuweka mipaka kwa hofu ya kupoteza mapenzi au kukataliwa. Mfano, kazini. Mtu anakupatia kazi zisizo zako kwa sababu anajua hutatakana. Hii inaharibu productivity yako na inakupelekea kuchukuliwa for granted. Suluhisho: fanya self-audit. Andika nguvu zako, mafanikio yako, values zako. Sema kwa sauti, nina haki ya kulinda muda na nguvu zangu. Psychology principle, self-affirmation theory. Unapokumbusha nafsi yako thamani, confidence yako inapanda na mipaka inakuwa rahisi kuweka. 2. Jifunze nguvu ya neno hapana. Watu wengi huogopa kusema hapana. Cortisol inapaa kwa hofu ya ugomvi. Lakini Harvard Business Review inaonyesha watu wanaosema hapana mara kwa mara huonekana watu wa msimamo wenye heshima. Mifano halisi: badala ya kusema siwezi, sema sisingependa kujiingiza kwa sasa. Badala ya kujitetea sana, sema kwa utulivu, hapana, asante. Kisaikolojia, tumia assertiveness versus aggressiveness. Assertiveness ni kusema ukweli wako bila kuumiza mwingine. Aggressiveness ni kusema ukweli wako huku unamshambulia. Fanya practice mbele ya kioo ukisema hapana kwa utulivu. 3. Weka mipaka ya hisia. Kuna aina 3 ya mipaka. 1. Kimwili, nafasi ya mwili wako. 2. Kihisia, muda na nguvu zako za kiakili. 3. Kiakili, maamuzi yako, imani zako. World Health Organization report inaonyesha 60% ya matatizo ya afya ya akili yanaanzia kwenye kutojua kuweka mipaka ya kihisia. Rafiki anakupigia usiku wa manane kila siku akilalamika. Unaweza kusema, na kuunga mkono, lakini muda huu ninapumzika, tuongee kesho mchana. Kisaikolojia, unapoweka mipaka ya hisia, unaondoa guilt isiyo na msingi. Unaokoa energy yako kwa mambo ya maana. 4. Broken record technique ni mbinu ya mawasiliano inayotumika na negotiators. Siri yake ni kujirepeat point yako kwa upole lakini kwa uthabiti. Mfano, mtu anakusisitiza ufanye kitu usichotaka. Unasema, sitaki kushiriki. Akirudia, sema tena, nashukuru lakini sitaki kushiriki. Mwisho anachoka. Psychology principle, consistency and authority effect, inasema watu wanapokutana na consistent thabiti wanaheshimu msimamo wako. 5. Lugha ya mwili, body language boundaries. Tumia 70% ya mawasiliano ni non-verbal, Marabian's law. Kama unasema hapana huku unacheka, mtu atadhani unatania. Lugha ya mwili ya uthabiti ni kusimama wima, kuangalia machoni,
kuongea polepole na kwa msisitizo. Mfano, meneja akisema, naheshimu ombi lako lakini siwezi kulikubali, huku anaonyesha uthabiti wa mwili, huleta heshima zaidi kuliko kujieleza kwa dakika 10. 6. Weka mipaka kwenye mahusiano ya karibu. Changamoto kubwa zaidi iko hapa: familia, rafiki, mpenzi. Psychology Today 2020 ilionyesha wanandoa wasio na mipaka wazi hupata stress mara 3 zaidi. Mfano, mzazi anataka kuingilia kila maamuzi yako ya kifedha. Badala ya kusema, wewe kila mara unaingilia, sema, najisikia vibaya nikikosa nafasi ya kuamua bajeti yangu. Principle: I statements versus you statements. I feel inalinda hisia zako bila kumshambulia mtu mwingine. 8. Jenga mfumo wa ndio na hapana. Kabla ya kukubali kitu, jiulize, je, hii inaleta thamani kwenye maisha yangu? Je, italeta madhara kwa muda au nishati yangu? Je, inaendana na malengo yangu ya muda mrefu? Ukiwa na mfumo huu, kila unapokuwa tafasuli na watu wanaanza kukuona consistent na reliable. Sasa, swali kwako ni hili hapa. Ni wapi kwenye maisha yako unahitaji kuweka mipaka haraka zaidi? Kazini, nyumbani au kwenye mahusiano? Niandikie kwenye comments hapa chini, ningependa kusikia kutoka kwako. Subscribe kwenye Fikra Chanya, bonyeza alama ya kengele, like hii video na uishare na rafiki mmoja ambaye anahangaika kwa sababu hajui kuweka mipaka. Kumbuka, mipaka sio ukatili, ni namna ya kujiheshimu, na unapojiheshimu, wengine watakuheshimu pia.